Wapendwa na wasikilizaji na watazamaji wa mkanda huu wa Injili. Injili ya Luka sura yake 19 mstari wa 37 hadi mstari wa 40 natuonesha wakati Yesu alipoingia Yerusalemu, makutano ya watu wengi waliweza kumfuata, waliweza kumzunguka. Walipofika katika Yerusalemu walipaza yowe, waliweza kumsifu. Lakini katikati yao kulikuwa Wafarisayo ambao waliweza kukwazika na hawakuweza kufurahia jambo hili. Waliweza kumsihi Yesu ili aweze kunyamazisha watu hawa ili wasiweze kuendelea kumsifu na kumwabudu. Lakini Yesu aliweza kuwajibu akasema ya kwamba hata watu hawa wanaweza kunyamaza na mawe yataweza kuniabudu. Tunakuja kuwatangazia mkanda huu ambao watoto wameunda na wameutayarisha wakiwa na shabaha ya kusema waweze kusaidia watu. Mkanda huu umetayarishwa na kwaya Simameni Imara toka kanisa la Sakanseke Msepse. Nyimbo ambazo wametayarisha ni nyimbo ambazo zitaweza kukubariki, na inaamini ya kwamba utakapozisikiliza, utakapozifuata, utaweza ukata azimio na utaweza kukamata mipango ya kuweza kujiweka tayari katika safari ya kwenda mbinguni. Wimbo ya kwanza nakuwa na kichwa kinachosema safari ya kwenda mbinguni. Baba yangu, himiza jamaa lako. Mama yangu, himiza watoto wako. Mchungaji wa kanisa, himiza wakristo wako. Mpendwa, himiza rafiki yako katika safari ya mbinguni, katika safari ya mbinguni. Wimbo ya pili nasema mateso ya Yesu aliyoyapata. Mateso Yesu aliyoyapata Kalvari ndio yahuzunishia sana. Mateso Yesu aliyoyapata Kalvari ndio yahuzunishia sana. Alichomwa mkuki, alizarauliwa kusudi mimi niokolewe. Wimbo ya tatu nasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mtu mmoja alikuwa na wana wake wawili. Yule mdogo kamwambia, baba, nataka sehemu yangu ya mali. Mtu mmoja alikuwa na wana wake wawili. Yule mdogo kamwambia, baba, nataka sehemu yangu ya mali. Alipopewa akakusanya vitu vyake vyote, akaenda nchi ya mali. Wimbo ya 4 nasema Petro na Yohana. Petro na Yohana walikuwa wakienda hekaluni, wakamkuta mtu aliyekuwa kiwete. Petro na Yohana walikuwa wakienda hekaluni, wakamkuta mtu aliyekuwa kiwete ameketi kwa lango la kanisa. Na wimbo ya 5 nasema kwa sababu hii tunawasihi kwa rehema za Mungu, toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu hii tunawasihi kwa rehema za Mungu, toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Nyimbo ya 6 nasema nitainua macho. Nitainua macho yangu mbinguni, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ni katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Mpendwa msikilizaji, unapofuata nyimbo hizi na unaposikia sauti za watoto hawa wanaonekana kama mawe yale ambayo Yesu aliweza kutangaza ya kwamba wanaweza kumsifu, na wewe ufurahi kusifu pamoja nao, na itakuwa furaha kubwa kama siku moja tutaweza kuonana katika ufalme. Ni mchungaji
wa kanisa la 55 MCFC Nyongera, Revera Dianabanzi Dismas. Mungu awabariki sana. Waliochoka safarini